Hello, habari, karibu tena katika channel yangu. Jina langu naitwa Lydia na post video mbalimbali zinazohusu utunzaji wa nywele, afya ya mwili pamoja na usafi wa mwili kwa ujumla. Kama ni mgeni unakaribishwa sana, na kama ni mwenyeji ambao uko kina na kurejea, so unakaribishwa pia. Leo napenda kushare na wewe juu ya vitu kuhusu nywele. Tunajifunza kuhusu nywele pia siku ya leo. Na watu wengi wamekuwa wakifanya makosa pasipo kujua kama wanakosea katika utunzaji wa nywele zao za asili. Yani nywele za asili kawaida zinakuwa, lakini ukiwa haujui namna ya kuzihudumia, ukiwa haujui zinataka nini kwa wakati gani, then utakuwa unakosea kila mara. Basi utakuwa unajikuta unanyoa, unaanza upya tena, so safari yako inakuwa haiendelei. Unafuga mwaka mmoja, mwaka unaofuata unanyoa, kwa hiyo una stuck katika miaka miwili tu ya safari yako ya kutunza nywele. Kwa hiyo leo, unajua kuna watu wengine wanakuwa hawajui kama anakosea. Kwa hiyo leo haya makosa utakojifunza bila kuchelewa. Tuanze video yetu. Kwa tutazungumzia kuhusu makosa ambayo yamekuwa yakifanyika mara kwa mara, ambayo mtu anafanya bila kujua kama anakosea, kama anaharibu nywele zake. Na kosa la kwanza ambalo amekuwa akifanya mara kwa mara ni kutumia moto mara kwa mara. Moto tunamaanisha moto wa umeme. Ile unaosha, una blow dry nywele, kukausha zile nywele, ule ni moto. Kuna wengine anaenda tu ana flat iron, yani anapasi zile nywele zake zinanyoka kabisa. Lakini pia kutumia dryer mara kwa mara, hiyo pia inafanya nywele zako zikue dhaifu. Nywele zikiwa dhaifu ni rahisi sana kukatika. Kwa hiyo kitu ambacho kinafanya nywele zako zikatike ni hivyo, labda umeosha kwa mwezi mara moja, ni mwezi unaenda ku dry. Yani kila mwezi wewe una dry nywele haribu. Kwa hiyo hopefully umeweza kujua kwamba dry nywele mara kwa mara kuna haribu nywele. Unajua kuna watu wengi wanapenda kuosha nywele zao, lakini kuna mwingine anaamini kwamba nikiosha lazima ninyooshe nywele, lazima nikaushe kwa kutumia mashine. No dear, unaweza kukausha nywele zako kwa njia ya asili na nywele zako zikanyoka vizuri. Kuna video ambayo tayari nimekwisha kupost hapa inayohusu jinsi gani ya kunyoosha nywele kwa njia ya asili. Hautatumia moto, hautatumia pasi, vitu gani hautatumia. Kwa hiyo ukishapata namna nzuri ya kunyosha nywele zako, nywele zako zitakuwa vizuri. Yani hakikisha blow dryer inakuwa mbali na wewe, dryer inakuwa mbali na wewe, kiwe mbali na wewe, kila kitu kiwe mbali na wewe kinachohusu moto. Kwa hivyo unatakiwa kuwa makini sana, angalau mara moja kwa mwaka sio mbaya. Though ni ngumu, lakini you can try. Unaweza kujaribu kunyosha nywele zako kwa kutumia moto wa umeme, blow dryer au dryer. Chache sana, itasaidia sana. Ukianza hivyo mpenzi, utaniambia, kwa sababu nywele zako zitakuwa zina afya na ni nzuri kabisa. Okay, na point namba 2, makosa ambayo unakuwa ukiyafanya katika nywele zako za asili ni over manipulation. Over manipulation maana yake hapa tunasema too much touching kwenye nywele zako. Unaosha mara kwa mara, unasuka after 2 days umeenda umesuka, yani hauzipi muda nywele zako zikapumua. Yani kila siku wewe mikono yako iko kichwani, kila siku wale saluna wako kichwani kwako wana deal na nywele zako, yani ile excessive, yani imekuwa too much, unazisumbua sana nywele zako. Hiyo pia inasababisha kuchana nywele kwa mara. Unakuta mtu hajasuka, ameziachia nywele zake vizuri, yani sasa nzuri, unapendeza, lakini sio nywele natural na kawaida kushrink. Kwa hiyo ukishrink vile mtu atatumia chanuo kuweza kuzichana ili ziweze kunyooka vizuri. Sasa vile unapokuwa unachana mara kwa mara, unachana au unabana style, utachana. Na hiyo kuchana basi inasababisha nywele zinakatika. Kwa sababu kila unapochana kuna nywele zinakatika. Nywele zako zitakuwa pale nywele zako hazikui kwa sababu zitakuwa zinakatika. Kwa kupunguza kuchana nywele zako mara kwa mara, punguza kusuka mara kwa mara. Suka style ambayo ni protective, ambayo itakaa at least wiki 3 mpaka 4 ili nywele zako ziweze kukua. Yani ziache nywele zako zenyewe zitulie, ziache zipumzike, usizihangaishe hizo nywele. Zinahitaji muda wa kupumzika. Kwa hiyo punguza hayo mambo. Na makosa mengine ni kale tabia, mtu unakuwa haujui namna ya kuosha nywele zako. Yani tabia kile ambacho mtu hajui kuosha nywele, unajua. Yani mtu hajui kuosha nywele, anaosha tu like kama anaoga. No. Usipoosha nywele zako vizuri, usiposafisha ngozi yako ya kichwa, utasababisha product build up
kwa sababu kuna kuwa na mafuta ambayo yanajizalisha yenyewe kichwani kwako. Kwa hiyo ukiwa hauoshi nywele zako vizuri, yale mafuta yanajizalisha, mafuta unaopaka wewe yanagandia kwenye ngozi ya kichwa. Kwa hiyo kichwa chako kinakosa kupumua, nywele mpya zinashindwa kuota, kwa hiyo inakuwa mbaya zaidi. Lakini pia kuna ile unaosha, umetoka kuosha, unajua mtu akitoka kuoga anajikausha mwili wake kutumia taulo. Haifai kutumia taulo kukausha nywele zako. Guys, taulo ina ile cotton. Kwa hiyo unapokuwa unakausha nywele kwa kutumia taulo, unasugua. Hiyo haitakiwi. Usisugue nywele zako. Tia taulo lako, utakuwa tu unakausha kama hivi. Basi, yani usitumie nguvu, kwa sababu ukitumia nguvu unasababisha friction. Ukisababisha friction, nywele zako zitakatika. Unajua kama nywele za asili unatakiwa kuzitunza kama kitoto kichanga, kama kiai. Kama yeye unavyoshika vile, huwezi ukashika tu hivyo kwa sababu likidondoka litapasuka. The same kwenye nywele. Hakikisha unazihudumia vizuri, yani vizuri. Okay. Na makosa mengine ambayo unafanya, uzinyima nywele zako mwenyewe. Una skip kuzipa nywele zako deep conditioning. Yani una mwingine, pengine ni wewe unatizama hapa. Yani kila ukiosha nywele zako, unaosha tu then unakubodly na unasuka au unabana. About kuweka steaming. Hiyo ni kitu ambacho watu wengine hawajui. Hiyo ni kitu ambacho watu wengine hawajui kama kuna kuweka steaming kwenye nywele. Sure, I'm telling you, kwa sababu watu wanadhani ni sahihi pale mtu. Hebu ngoja nikuulize swali. Je, umeosha then unataka kunyoosha nywele? Kuna mafuta wanakupaka. Wewe umekatika jamani. Sasa tuna rekodi je jamani.